Kuna watu sio waoga. Hakika ukikuta nafsi yako wewe sio muoga, huwezi kudumu katika taa. Kwa kweli ndugu zangu, tunapozungumza kipindi hiki ni kipindi cha ajabu sana, na ni wakati wa nizama za ajabu sana. Ukikaa na mtu dakika 10 unajua hapa hakuna chochote, huyu ni mtihani. Dakika 10 zile anaweza kukumalizia watu mjini, atakuanzia na mashekhe, atakuletea wafanye biashara. Wengine ni haki, chuki alionayo hawezi kuiacha. Yani kaamua yeye katika hii dunia watu fulani atakuwa nao mpaka kiyama. Yasari iliyoje kwa mtu anayefanya ibada, hawezi hata karejea nyuma. Lakini unajua ni nini? Madhambi ndio yanasababisha hivyo. Ukifanya madhambi, uoga wa kumhofu Allah unaondoka. Kwa hiyo unajiona uko sawa kabisa, na dalili unaweza kutoa. Msikilize Sahad ibn Saad, radhi za Allah zimwende. Huyu ni sahaba wa Mtume. Qala sallallahu alayhi wasallam, iyyakum wa muhaqqarati dhunub, epukeni na madhambi haya madogo madogo. Kudharau dhambi, unasema hii haiwezi kunidhuru sana hii. Hii bwana, mtu fulani unaweza tu bwana ukaacha hata kumsalimia. Kuna watu walikuwa wanakaa hivi hivi mpaka wanakufa. Nakuta mtu anazungumza vitu kama hivi, yani mshangaa kabisa. Alafu wakati wanajiona na msimamo kwenye dini. Msimamo gani wewe ulionao? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walikuwa watu wanamzungumzia maneno ya kifadhili, fedhuli, lakini bado anawasalimia. Wewe una msimamo gani wewe? Isipokuwa maasi yamemfunika na ule kujiona ujub kumepitiliza. Wale wasiofahamu wanamuona huyu yuko kwenye dini, lakini ni mtu shetani anamchezea kupita kiasi. Tahadharini na kudharau madhambi. Fa inna ma mithlu muhakkirati dhunub kama kamithli qaumin nazalu fi batni wadin. Mfano yale madhambi madogo unavyodharau ni mfano wa watu walikuwa wasafiri, wakapata kuna bonde zuri lina hewa nzuri. Asema jamaa, hapa tunapiga hema, tunapumzika hapa. Baada ya kupumzika hapa, sasa jamaa twala nini? Sasa kila mmoja aende kule, kila mmoja ahemelee kivyake. Tunahemelea kuni hapa, ungongano tunao nini yani? Fajaa dhabi'udin wa dhabi'udin hatta jama'u ma anzaju bihi khabazahum. Huyu akaja na kamti kimoja, huyu na kijiti, huyu na kijiti, mpaka zilivyokusanywa zikawa ni kuni. Tanuri lao wakalioka, wakapata bikate, wakala wakalala. Naomba usikilize vizuri hapa. Kila mtu alikwenda kuleta kidogo kidogo. Ndio Mtume asema, hakika madhambi, kudharau madhambi, anayedharau madhambi mpaka yakamvaa yule mtu ambaye anayedharau yale madhambi, fatuhuliku, yakamwangamiza kabisa.